moja hii. Hakikisha hii peji moja waipitia isiyopungua mara 15. Peji moja kuisoma, pengine siku ya mwanzo utachukua dakika 7. Lakini utaposoma mara ya kwanza utachukua dakika 7. Utaposoma mara ya pili dakika zitafanya. Kila utaposoma zitapungua. Kumbe hata ukifika 10 peji nzima umeanza kuisoma kwa dakika ngapi? 1. Kivipi? Sababu ukifungua ukurasa, ukiona tu neno la mwanzo kwenye mstari, tumeelewana? Umeshakumbuka yaliyo mwisho. Ukiteremka kwenye mstari wa pili hadi kadhalika. Tumeelewana? Ukiwa unafanya hivyo, unajiwekea mazingira mazuri ya kutokupata matatizo kwenye kusoma. Maana tunakosea. Huwa tunaenda kwenye mtihani, hata daftari au kitabu kile mkarara hukukimaliza. Sasa madam hukukimalizapo, swali likija kule ambapo hukusoma utalipata. Tumeelewana? Muda tunao wa kutosha tu na ni mwingi. Lakini kitu kinachotutesa, tunashindwa kujipanga. Kwa mimi sasa hivi nadili tuna watu kwa ajili ya tujipange. Mimi ndio wananishughulisha. Nazunguka university. Nani Unguja? Nazunguka maskulini, na huku nimekuja nazunguka maskulini. Nikitoka hapa naenda pale, nikitoka pale naenda ufundi. Tumeelewana? Nazunguka vyuo ndani schools hapa zote. Ndio nilikuja kwa ajili hiyo. Ndio niliona siwezi nikatoka bila kuja kuzungumza na nyinyi. Sababu ndio elimu yetu sisi tunayotaka. Na hata huko ninapozunguka nina lengo. Lengo langu tuwavute wale nao wasome haya. Tumeelewana jamani? Yawa. Kwa hiyo tumeshaona kwamba kwa uchache kila mmoja anaweza akaelewa inambidi asome peji ngapi kwa siku. Nimekueleza soma zaidi ya mara 15. Hata mtihani ukikaribia tu hutumii nguvu. Huu ndio wepesi wa elimu. Kila mmoja lalama, muda haupo. Ni sahihi. Ukizingatia majukumu na mahitaji tunayohitaji, muda kweli ni mchache. Ndio maana ukamuona ng'ombe akaamua kutembea huko anajisaidia basi. Sababu anasema nini? Muda. Anaona tena kwenda msalani kule na nini tena. Sasa mtapata tena muda gani tena? Ni bora nijisaidie tu hivi basi. Huyu atembea jisaidia. Apiga ndege wawili kwa jiwe moja. Unakuaje sasa wewe? Usipige watatu. Kwani ng'ombe na mimi nani mwenye akili? Kwa nini nisipige ndege watatu kwa jiwe moja? Umetoka nyumbani, umeshaamla. Kwa wale waliotoka nje ya kisiwa. Ni wangapi? Pia hamna Wangapi jamani? Nataka kuona ni hesabu moja. Nataka kuona moja. Naomba tu inua niuone jamani. 1 2 3 4. Sana. 6 7 8 9 10 11. Idadi inaridhisha. Nyie na kuombeni. Nyinyi mmepata zawadi iliyokuwa sio ya kawaida. Sababu upo mbali na wazee. Tumia muda wako vilivyo. Huna disturbance kwamba nenda kwa bibi kachukua sijui mbuzi. Huna kabisa. Kwa hiyo hiari yako ikiwa bwenini waporoja. Mimi nimeenda chuoni nikiwa na malengo yangu. Nimeenda chuoni ni mtu mzima. Mtaniwa radhi sikusoma thanawi. Nimesoma sekula. Nimeanza kusoma alfabeti na umri wa miaka 27. Mpo? Mwalimu wangu alinisomesha alfabeti. Shena Subacho. Habibu Alikombo. Mamjua Habibu Alikombo? Bado yuko hai.
lakini mtu mzima sasa tunamnyanyua hivi. Yawa, nimeenda chuoni kwenda kusoma dini. Nina miaka 33. Nilikuwa nimewahi kusoma chuo kwenye masomo mengine. Kwa hiyo nimeenda hapa najitambua, naelewa zile fursa zinazopatikana. Kwa hiyo nilienda, nimefocus, nimejipanga itabidi nifanye jambo kadha na jambo kadha na jambo kadha na jambo kadha. Kwa hiyo mimi kule chuoni nilikuwa sipotezi muda wangu. Tupo university, tunasoma sharia. Nikaona mkarara wetu wa sharia nikiutegemea nitapata na tatizo. Kivipi? Sikusoma thanawi. Makame kasoma nini? Thanawi. Tukae darasani na Makame, mwalimu anakuja, masomo magumu, hakuna lugha ya kutosha. Makame yake keshasoma lugha, nitafanya nini? Tumeelewana jamani? Kwa hiyo nilichokifanya nikachukua jedwali yetu. Baada ya kuchukua jedwali yetu nikaorodhesha vile vipindi ambavyo nipo free. Mwalimu hatuna kipindi siku hiyo. Tumeelewana? Naenda kulia ya lugha la Arabia na tizama masomo ya lugha yapo lini na lini. Tumeelewana? Kwa hiyo nilikuwa sababu kule enzi hizo ulikuwa huulizwi kitambulisho unapoingia darasani. Sasa hivi nasikia kuna mabadiliko. Kwa hiyo nikawa natumia muda huo nasoma kule lugha la Arabia, nasoma kule sharia. Kuna walimu ambao wanaenda kule. Kwa hiyo mwalimu ananikuta nipo. Hasa walimu wa lugha. Kwenye sharia ananikuta nipo, lugha la Arabia ananikuta nipo, sijui kulia ya ulumu ananikuta nipo na mfuata. Kwa hiyo walikuwa nakosa kusoma kitivo gani? Mimi ndio nilivyojisaidia. Kipindi cha likizo na wafata wa Nigeria. Napanga kwamba likizo ijayo miezi yangu miwili nachukua fani fulani. Namfuata. Tunakubaliana naye basi. Ndio nilipanga muda. Mama hayupo, baba hayupo, kwamba nini? Kachukue mbuzi, nenda kwa bibi. Ndio nakuambia wewe. Ambao fursa unayo. Hiari yako, kazi yako ubuyu. Tumia muda vili. Nilipomaliza sharia, sababu nilienda kule nimepanga kitu gani niende nisome, sababu nina lengo gani. Nilimaliza sharia nikarudi tena kwenye elimu inayoitwa ni ya dunia, lakini sio ya dunia. Tallahi sio, hakuna elimu ya dunia na dini. Walipenda tu kuiparaganya ili kutupoteza lengo sisi Waislamu. Muulizeni huyu hapa Sheikh Makame tulikuwa nao kule. Au wenye kusoma thanawi tumeelewana? Kule. Huyu mwenye kusoma hesabu na ambaye atasoma dini wote wanasoma primary moja. Sijui mnanipata? Sasa watu walikuwa na lao jambo hata wakafanya hivi. Nikudokeze, hesabu yaitwa nini? Algebra. Tupo pamoja? Algebra ni jina la Sheikh Ali Jabir. Amebuni hii hesabu akifanya mirasi na nini na zakat. Ni msikitini. Sijui unanielewa jamani? Kuna topic fulani kwenye hesabu inaitwa logarithm. Huyu ni Sheikh Hawarizm. Ni Sheikh. Naye kwenye hesabu zake za zaka na mirathi kwa mujibu wa maeneo aliyokuweko, alikuwa anaondoka miondoko mingine. Watu wakajikuta hii nayo ni topic inajitegemea. Sasa ikiwa leo hesabu nayo ni dini, hujaanza kuvutika na kuhisi kwamba kweli hakuna elimu ya dini na nini na dunia.
Watara aljibala malizia. Watara aljibala malizia. Jamida. Tahsabuha jamidatan wa hiya tamur mara sahab. Hapa kwenye hadithi, kwenye aya hii mna physics, kwenye aya hii mna geography. Jamani, mbona aya zipo nyingi? Hadithi al-khalq al-insan yujma'u ahadukum khalquhu fi batni ummi malizia. Unaelewa? Hii ni hadithi ya tibi, ya medicine. Tatizo tu ni kwamba mtu akiwa na fani moja, tumeelewa, havigundui. Kwa hiyo hapa nilikuwa nakutanabaisha vipi utatumia nini? Muda. Ukifanya hivi tawahi utatoka hapa ni mwanafunzi wa kipekee. Nyinyi mliotoka nyumbani likizo zenu hizo watumieni watu wenye fani nyingi. Mtafaidi sana. Mikate afuta huku mwapika vipi? Tumeelewana? Akakupa elimu mikate ya ufu. Ukifika nyumbani unakuja kala taala, kala rasul na mkate ufutu na baya. Unamrushia jamaa. Kumbe. Kwa hiyo mjaribu kujipamba. Mnao walimu wazuri tu wanafanya nyingi. Na muomba Ali mkuu wenu wa chuo ajaribu kufanya daurat kipindi cha likizo, akupatieni masomo ya psychology. Maana tunahitaji psychology katika dawa. Kuna mashehe mtaniwa radhi, sina lengo la kumtaja shekhe yeyote, lakini kuna mashehe ndio swala elimu ya kujamiana ipo wazi ndani ya nini? Ya Qur'an. Ipo wazi ndani ya Qur'an. Nani atatupatia dalili? Yasalunaka 'anil mahid. Tupo pamoja? Yalla, hadithi ile. Fi kulli bid'i ahadikum sadaqa. Mbona vitu vipo wazi? Wakawa'i ba'tra. Lakini je, hawa mashehe walioibuka leo wanazungumzia hii elimu wanaileta kwa njia ya kidini au wanashajisha zina? Sijui mmenipata? Sababu gani? Psychology tunaikosa. Hatizani yupo mbele ya nani azungumze vipi? Mbele ya vitoto vidogo, hakuowapo, hakuolewapo. Tumeelewana? Azungumza tena, anayozungumza ni fikra za habari zake zinaweza zikagongana na nini? Na maathur, ayati na ahadithi. Hivyo tunahitaji nini? Psychology. Mbali na huko, wewe ni mwanamama, tunatarajia wewe ni mlezi. Kwa hiyo mimi namuomba Sheikh Ali katika vipindi hivi vya akaamua kwamba jamani, hamna likizo, waliotoka nje ya kisiwa mbaki, pigeni simu kwa wazee, hamuondoki. Tunapiga daura. Unaandaliwa wewe kama mwanamama, unapewa malezi. Unapewa psychology. Sijui kama tupo jamani. Mimi sitozungumza sana sababu muda umeenda na kule wanatusubiria. Na nitakuwa melini kurudi kisiwani Jumapili. Nina ziara nyingi. Pamoja na kwamba na rotate huku Masulini, nina jengine ambalo watu hawajaliona sababu hawakuliona. Kuna masuala ya kunajisiwa watoto. Tumeelewana? Nalifanyia utafiti. Ndio lengo kuu nileta kisiwani. Kwa hiyo nimepiga ndege wawili kwa jiwe moja. Tokea Unguja na nifanyia. Na uliza nani yupo wapi?
fulani yupo. Na sasa hivi nawafuata kwanza watu wa zamani walio na umri uliopindukia 70. Ndio nawafuata. Ukiwa chini ya 70 sikufuata. Na wauliza hali yao enzi zao walipokuwa wakienda chuoni. Ilikuwaje? Swali la mwanzo. La pili, hii hali ilivyo ukilinganisha na huko enzi hizo ilikuwaje? Yala. Unahisi tatizo ni lipi? Na unahisi ufumbuzi ni upi? Basi. Halafu namuuliza wamkumbuka yupi mwenye umri kama wako? Lakini sharti au ni shehe. Tumeelewana? Hali kama hii. Kwa hiyo ndio tunafanya. Nikimaliza hapo tena nitateremka chini ya umri. Kwa hiyo muda unakuwa ni mdogo sana na haraka sana. Ukinikuta na nimepumzika hivi nimelala basi utashangaa. Sababu nachoka kweli. Kwa hiyo mimi sitozungumza mengi zaidi ya hapa. Na muomba tu Ali, tena naomba Ali. Amebahatika kukupateni nimekuja hivi. Na Ali ana ushawishi mkali sana. Kwanza kwa maneno yake hayo. Si mnamjua? Au mjui? Mnamjua. Kila mmoja ana kipaji chake. Na nilioko Hussein. Nimempokea chuoni. Alipopewa tu kauli, sote tukanyamaza mpaka kesho kutwa. Mwanafunzi ambaye hajasajiliwa. Kila mmoja anajitambulisha. Tunaelewana? Ilipofika zamu yake sote tukanyamaza mpaka kesho kutwa. Sio mpaka leo. Kesho kutwa leo nini bwana? Leo nini? Jumatano. Kesho kutwa nini? Basi tumenyamaza. Leo Jumatano? Sio Alhamisi. Kesho kutwa itakuwa nini? Ijumaa. Basi tumenyamaza tokea nilizungumza siku ya mwanzo mpaka Ijumaa ijayo. Na ikija Ijumaa ijayo ni kesho kutwa. Kwa hiyo ana ushawishi mkubwa wa kuwaomba wazee wenu mbaki. Kwani una haraka ya nini ukakimbilia nyumbani badala ya kujiandaa? Jamani, kuna haja ya mabadiliko ndani ya jamii kuhusu elimu ya nini? Ya dini. Kuna mabadiliko yanahitajika. Mabadiliko tujaribu kubadilika. Naishia hapa ili nipate kudiriki kule. Kama kuna swali anaweza akaliuliza mtu. Kama halipo tena nitaomba ruhusa. Hakuna swali. Naitwa Al-Khidri Yusuf Sebe. Al-Khidri. Nimetoholewa halina K. Tumeelewana? Walimu wenu wote waliokuwepo Sudan wananijua sababu wamenikuta huko na waliniacha huko. Kwa hiyo hili ndio jina langu. Tulianzisha kituo baada ya kusomesha hao walimu niliokuachilieni tumewasomesha. Tukaanzisha kituo cha ibtidaia. Mtu wa alif be tese tukakianzisha. Tulipata wanafunzi wachache wenye kiwango hicho na wengi walikuwa na kiwango cha sana sababu waliwahi kusikia kwamba tulikaa na watu wa sana wao kupata fursa wakajiandikisha. Tulipokutana siku ya interview akamwambia sisi hatukuhitajini, tunawataka waliokuwa hawajui kitu. Kwa hiyo wanafunzi wakawa wachache. Tukawaambia wale watusamehe mpaka siku itakuja program itolingana na viwango vyao. Tukaenda na hawa wachache. Ila tu ukifanya uzembe kidogo tunakuzuia sababu lazima tuwe serious. Tumeanzisha Bweni University, Zanzibar University
wanaishi wanafunzi mle bure, lakini kwa sharti muda wake, free time yake tunamsomesha dini. Tupo Zanzibar sasa. Kwa hiyo ndani hapo kuna wanafunzi wa Suza na wanafunzi wa ZU Zanzibar. Wanafunzi wa kike. Kwa hiyo hali ndio hiyo. Wanafunzi wenye kufeli form 4, wenye kufeli form 2 tunakaa nao upya. Sababu masuala ya kufeli huja mtu akafeli na hali ya kuwa uwezo anao. Sababu zilizopelekea kufeli nini? Mama yake kapewa talaka wakati mitihani inafanya nini? Imekaribia, na mbali na talaka kapigwa na teki, na mbali na teki karushiliwa kanga mbili nje. Ashangaa mama mtu ametuzaa, kakaa hapa miaka 20, atoka ndani na kanga mbili kwenda kwa wazee wake waliofariki miaka 20 iliyopita. Watoto wakafanya nini? Wakachanganyikiwa. Afika kwenye mtihani matokeo 0. Kwa hiyo tunawaita, tunakaa nao pamoja. Miezi miwili tunawatizama nani mwenye uwezo wa kufanya tena mtihani. Nani hana uwezo wa kufanya tena mtihani. Lakini kwa sharti wanasoma dini. Kwa hiyo tunakaa nao. Huyu anaweza kufanya mtihani, awekwe na huyu awekwe huko. Tunawaandaa, tunawanunulia mtihani. Akipasi tunamueleza songa mbele na elimu. Lakini tunaendelea kusoma pia hivyo ndio tunakuwa. Tumesoma hali ya jamii, kwa hiyo tunaenda tofauti na nyinyi kidogo. Lakini lengo ni ile dini. Sasa kumnyofoa kule inakuwa ngumu. Yawa tunamvuta taratibu. Wale ambao hawana uwezo kabisa wa kufanya wa kuendelea, tumeelewana, tunakaa nao kiujasiriamali. Tunawafundisha namna ya kutengeneza kazi. Maana mwishowe mwenye kusoma anachotarajia nini baada ya kusoma? Si kazi? Haya, huyu ndio hajaendelea kusoma, tumuingize kwenye kazi. Tunamwandaa kiujasiriamali. Tayari Haya, tunaenda hivi. Kwa sharti asome dini. Sijui mnanipata? Kuingia maskulini ilikuwa ni ngumu sana. Maana popote unapokwenda unaitwa uamsho. Kwa hiyo tukawaingia kwa sisi ni wajasiriamali. Ama ukija tu uamsho yule, kwa hiyo anapokuja hapa uamsho tena nataka kwani ati watu waandamana. Wanashangaa unafika ofisini na mueleza mimi nataka kibali cha ujasiriamali. Wanashangaa pale. Kumbe siku hizi mashehe nao yanakuwa hivi. Kwa hiyo tunawaingia kwa njia hiyo. Ndio wakatupatia fursa kuingia maskuli. Huwezi ukaingia skulini kwamba hii nakuja kuzungumza baada ya imani. Kwa hiyo unawachukulia baada humo unawapatia na imani yao na nini. Unatoka unaenda skuli hivyo. Ndio hali ya jamii tulionayo sasa hivi. Shukrani. Ndio mnasema. Kama kuna swali pengine anauliza au anaongezeni. Walikuwa hawana, nilitoa fursa. Kama limetokeza sawa, si tatizo. Ndio swala kwenye kujua jina lako ndio hivi. Ndio kaandikia hapo. Haya. Na kitu cha zaidi, namba zangu za simu ambazo napatikana haraka. Ili muone kila mmoja. Ni 06 24 06 24 96 00 47. Napatikana kwa sauti. Na WhatsApp napatikana kwa 7 4 9 6 4 4 4. Zote mbili zipo WhatsApp. Tunaelewa? Lakini hii ndio namba ambayo wameizoea watu, sababu nilivyorudi chuoni ndio namba niliyochukua. Lakini Zantel ana matatizo. Ukitoka ndani ya eneo mara humpati, mtu anakuambia hapatikani na nini. Kwa hiyo nikabadilisha nikanunua hii. Kuitema hii watu wana Zantel wanakuwa wananipigia kwa hiyo. Lakini sasa hivi nimeisahau ngudi. Kwa hiyo zote zipo WhatsApp. Kwa hiyo kama kuna swali linaweza likaulizwa. Kama hakuna tena mimi nitaomba ruhusa. Hii haitokuwa mara ya mwisho kuja, tutakuja lakini hatujui lini. Inawezekana tukaja nyote mmeshaondoka.
Mimi nataka niongezee kidogo kile tunataka kuongea. Kwa hiyo lazima tumfahamu vizuri Sheikh aliyozungumzia. Yeye alikuwa anazungumzia kuhusu wakati. Na akasema kwa wakati mtu kukaa tu akilala itakuwa bado wakati atakuwa anaupoteza. Na akazungumzia kwamba lazima kwamba tufanye muraja. Ndio akazungumzia kama kitabu kina peji ngapi, akajibiwa. Kwa hiyo lazima mtu asije kalala. Lazima kwamba tunafanye muraja. Kinyume na hivyo atakuja watu nyuma. Na akasema kama madrasa yake yeye ilikuwa kuna kupasa na kufeli. Akasema hapa sijui vipi na hapa vile vile kuna kupasa na kufeli. Ndani ya masomo akifeli masomo manne anabakia darasa. Ama masomo matatu anafanya dauru tano. Akipasi ndio anaingia, hakupasi anabeba masomo haya. Hii ndio ni yetu sisi hapa. Kwa masomo manne anarudia darasa. Kwa hiyo kazungumzia sana kuhusu wakati. Kwa hiyo wakati kwamba lazima kwamba tutaulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutumie vizuri kabisa. Kwa vile umejikubalisha ukasoma dini hii ya Kiislamu. Kwa hiyo lazima kwamba ufanye mraja kile ambacho unasomeshwa. Na kufika nyumbani tukianza inshallah ndio akasema kwamba yeye hataki kwa mwalimu pengine akakaa na wanafunzi hao tu muda wa miaka 50 pengine kama anavyofanya mashehe ambao wako. Kwa lazima kwamba awe anatoa na kuingiza. Na hiyo ndio mfahamu yeye shehe anazungumzia. Kwa hiyo kuna mbinu maalum kabisa. Mimi kitabu changu hichi nasomesha pengine miaka 3, miaka 2, mwaka mmoja na ndio akamwambia shehe Ali kwamba lazima kwamba atafute muda lakini daurati zitokee hapa. Kwa sababu daurati kitabu unasoma siku 3, siku 4, siku 5, sio kama unasoma miaka 50 bado kitabu hicho hujamaliza tu. Kwa hiyo tunazungumzia kuhusu wakati, kwa lazima tutumie wakati huo. Na ili mtu ajulikane kama pengine analijua somo vizuri, afanye muraja, sio kukopia katika mtihani. Afanye muraja kila siku. Akasema angalau pengine mtu asome kwa siku mara 15 kwa karatasi moja pengine. Kwa hiyo ukisoma siku ya pili utasoma kidogo hivi. Ndio kazungumzia kuhusu wakati. Na wakati ni jambo kama muhimu kabisa. Na ndio kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba anasema kwamba siku ya kiyama hawezi kuhukumiwa mtu mpaka aulizwe katika mambo ya manne. Katika mambo manne kuhusu umri wake alafu na ujana wake. Kwa hiyo umri ndio ambao ni wakati wenyewe. Na akazungumzia aya ambayo Allah anasema kwamba wala asri. Allah anapa nazama wakati. Kwa hiyo kuanzia tutafikia balaghe mpaka kufa kwake ataulizwa katika muda huo. Kwa hiyo wakati lazima kama tuzungumzie vizuri. Mtu asiwe na muda pengine kufanya katika mambo ya fitna. Kwa hiyo mara nyingi afanye elimu yake, asome dini yake. Baada ya kufanya kutafuta riziki, akipata riziki, akikosa, kwa hiyo lazima kwamba angalie wakati ambao wa kusoma masomo yake ili mtu apate kumaliza muda huu ambao umepanga maalum. Si lengo kwamba mtu asome abakia. Kwamba umepanga miaka 4 na hii miaka 4 ni sasa na mlango tu uko mlangoni hapo. Sio kama miaka 4 ndio kusema mtu kabisa. Nasoma miaka 4 bado uko mlangoni hujaruhusiwa. Kwa hiyo kuna miaka 3 mingine ndio ya kuingia ndani sasa ndio ambayo inaitwa thanawi. Baada ya thanawi kuna miaka mingine 4 ya kusoma chuo kikuu. Hapo kidogo tu ndio angalau pengine unapakushika. Ukimaliza hapo sasa kuna vile vile usome master na kuna PhD kabisa. Hapo ndio kidogo tulikuwa ni afadhali. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kama utitu ala ilmi illa qalil. Hakupewa elimu isipokuwa kidogo tu mtume. Sisi. Kwa lazima kwamba mtu ajue lengo lake. Kile ambacho umekisoma ukifanyie kazi. Na ndio shekhe ambaye kazungumzia kusoma swala haya. Kwa hiyo inshallah mimi nahisi kama tukifikia hapa. Kwa hiyo shekhe Ali, shekhe vile vile na yeye inawezekana pengine kwa kile ambacho akisikia kwa shekhe na yeye akazungumza. Vile vile shekhe kwamba kwa sasa inshallah kwa kuomba tena inshallah muda na kuja huku wao usiache kuendelea. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nadhani wasahihi wanasema ubora ni yale machache ni kufahamika na hatimaye kufanywa kazi.
Na wenyewe anasema pia kwamba kama ni mchuzi ukiunga sana mwisho wake unafanya nini? Mchuzi au mboga ukiunga sana mwisho wake inakuwa vipi? Mara umetia chumvi umeona kidogo, mara umeongeza maji, utaharibu ule utamu, usipi. Mimi nadhani tunasikitika kwa uchache wa muda alionao shekhe wetu, mhadhiri wetu, lakini zaidi kwanza tutosheke na haya machache ambayo yeye ametukumbusha, lakini la pili tuyafanyie kazi yale ambayo yeye ametukumbusha, na yale ambayo sisi yanatuhusu inshallah nasi tutajitahidi kuyafanyia kazi. Bali tutoe ombi letu kwa yeye, kama ikiwezekana katika moja ya ziara zake Allah atakapomwafikisha basi apange tena safari ya Pemba, lakini isiwe muda mchache kama hivi, kwamba ikiwezekana iwe ni muhadhara qaima wenye kuchukua muda mrefu, angalau tupate faida zaidi na zaidi inshallah. Kwa hiyo sisi kutokana na dharura ya muda tutasema tunamruhusu kishinga upande, na tunamwombea kila la kheri, Allah amzidishie yeye na sisi pia, na afanyie wepesi mambo yake yote inshallah billahi wa tawfiq. Shahidi. Shukrani. Jamani, nakushukuruni sana. Kwa hiyo sina la kuongeza. Watu wabahatika siku tutakuja siku nyingine tukiwakuta, natumai tutaonana. Shefumu alikuwa ametukaribisha hapa kwa ajili ya kula, wameshatuandalia kula. Sasa mimi Shefumu nitakuomba radhi, ngoja nifike kwanza kule, narudi kuja kula. Unanipata Shefumu? Naja kuja kula hicho nilichoandalia. Kama kuna chengine kule nitakisamehe. Kwa hiyo nitakuja kwa hiki cha hapa. Kwa hiyo tuwahi kwanza, si tumezungumzia muda? Tumeelewana? Tuwahi kwanza kule. Mimi nitakuja kula baada. Na kaumun la naakul hata najua